kanuni ya 11, kanuni ya 3D, na nimesite kanuni namba 7, kanuni ndogo ya 6 inayosema muda wa uongozi uzingatie sera ya michezo. Mimi na swali dogo hapo. Kwa maana ya kwamba tayari hiyo katiba imeonekana kupishana na sera ya michezo, si ndio? Naam. Nini adhabu yake kwa kuwa na katiba ambayo inapingana na sera ya michezo? Asante. Nashukuru kwa swali zuri ndugu yangu kakangu Job. Kanuni hazijaacha hicho kitu, hazijaacha Estona na Ntande. Kanuni zimetoa adhabu kwa mujibu wa kanuni ya 21. Kanuni ya kwanza A na B imetoa adhabu ama madhara ya kufanya mabadiliko ya katiba bila kuzingatia sera ya michezo. Na nitakwenda kunukuu kama zilivyo ili tuweze kupata ile tunasema ni original test. Yaani kwamba unaponukuu kitu kama kilivyo, manake huna nafasi ya kukiongezea kitu. Yaani unakinukuu kama kilivyo. Kwa mujibu wa kanuni ya 21, kanuni ndogo ya kwanza A na B inasema, hizi kanuni ni nyingi kidogo, au wanasheria tunapenda kurejea. Ndio. Kwa hiyo kanuni ya 21 imetoa effect ambayo imesema kwamba naomba nitainukuu kama ilivyo. Hii hapa nimeipata. Na hapa iwekwe wazi kwamba nanukuu kanuni za usajili wa vyama vya michezo. Kanuni namba 442 ya mwaka 1999 ambazo ndizo zinatumika mpaka leo Tanzania. Kwa mujibu wa kanuni ya 21, kanuni ndogo ya kwanza, marginal note inasema kukiuka kanuni za usajili. Inasema hivi, bila ya kuathiri yaliyomo kwenye vifungu vya 16 na 21 vya sheria namba 12 ya BMT, Baraza la Michezo ya Taifa ya mwaka 1967. Chama chochote, naomba tuzingatie hapo, chama chochote, manake hakuna chama kilichokuwa excluded. Kwa chama cha michezo sasa. Chochote cha michezo au kiongozi au viongozi watakaopuuza au kukataa maagizo ya msajili kwa mujibu wa kanuni hizi atakuwa amefanya kosa na anaweza kuchukuliwa hatua zifuatazo: A, kufutwa uongozi kwa kipindi cha uongozi kilichobakia; B, kufungiwa kujishughulisha na shughuli za michezo kwa kipindi cha miaka 3. Kwa hiyo ukitizama zimeishia hapo adhabu. Okay. Kwa hiyo adhabu ni 2. Kwa maana ya kwamba endapo itabainika sasa kwamba Baraza la Michezo kupitia msajili au itabainika kwamba katiba imefanyiwa marekebisho isivyo halali, manake sisi wanasheria tunasema remedy. Yani remedy ni nini? Manake adhabu ni hizo 2, kufutwa kwa uongozi wa kipindi cha uongozi kilicho bakia au kufungiwa kujishughulisha na shughuli za michezo kwa kipindi cha miaka 3, au vyote kwa pamoja. Mimi na maswali mawili yanaambatana. Naam. Kuna uhalali wa kinachoendelea hivi sasa katika shirikisho la soka nchini Tanzania kwa huku ikiwa katiba yao haijanyooka vile ambavyo inatakiwa, imekiuka sera. Kuna uhalali moja. Okay. 2, nini makosa ya TFF? Wamepeleka katiba, msajili akaipitisha kimakosa. Sawa. Kwa kuhusiana na swala la uhalali, kwa sababu ndio katiba iliyopo na kwa sababu mabadiliko hayo yalifanywa katika mkutano mkuu wa mwaka 2019 na hakuna malalamiko rasmi yaliyofanywa, pengine mimi ndo nimetokea kulalamika. Ndio. Mpaka sasa hiyo katiba inaendelea kutumika kama katiba halali kwa sababu ilipitishwa na ilipitishwa kwa mujibu wa utaratibu, ila kwa kukiuka sasa hizi sheria nyingine. Kwa hivyo kwa sasa ndio katiba inayotuongoza. Lakini kuhusiana na swala la kwamba nini kosa la TFF ni kwamba kosa la TFF lipo kwa sababu walipofanya mabadiliko ya ibara ya 37 ibara ndogo ya 3 ya mabadiliko yale tokea mwanzo, sisi tunasema ab initio, yani from the very beginning, yamekiuka sera ya michezo
ya taifa na yamekiuka hizi kanuni. Kwa kabla hawajaenda kummislead au hawajaenda kumuongoza vibaya msajili wa vyama vya michezo, manake wao wenyewe TFF walipaswa kwanza kutizama kanuni zetu zinasemaje. Tukitaka kufanya mabadiliko ya katiba walipaswa kujiuliza au wajionye. Lakini kama hiyo haitoshi, walipaswa hata kutizama sera ya michezo, ambayo sera ya michezo ni muongozo. Na kama ni muongozo haujawahi kufutwa, manake unatumika. Kama sio wa muhimu, kwa nini ulitengenezwa? Kwa walipaswa basi hata wakatizame muongozo huu kupitia sera ya maendeleo ya michezo ya mwaka 1995, halafu pale ndo waende kufanya mabadiliko, wampelekee msajili. Au basi wangeenda hata kubadilisha kwanza. Yani ingekuwa kwanza hii sera imefutwa au hiki kifungu kimeondolewa, mimi mngeniona wapi nalalamika. Si kwanza wangekuwa wameanza kuondoa hapo. Kwa haya yote yaliyofanyika, naam, kwa msajili pamoja na kwa TFF, ukiwa hakuna action yote ambayo imechukuliwa, nini kitaendelea? Kwa maana kama hakuna action yote itakuwa imechukuliwa, manake katiba hiyo itaendelea kuongoza na ndio katiba itakayosimamia uchaguzi na itaendelea kutumika pamoja na mapungufu yake. Kwa sababu tunasema kwamba hivi vyombo vya usuluhishi, ama sisi tunasema pia hata mahakama, kuna principle sisi wanasheria tunasema mahakama ama vyombo vya usuluhishi sio mama yako kwamba vitakupa maziwa muda ambao hujaomba. Kwamba the court au is adjudicatory bodies, they are not your mother to give you milk at the time you don't want. Kwa hata kama kitu ni batili, kama hajatokea mtu wa kukikemea na kikafanyiwa marekebisho, kitatuongoza hivyo hivyo. Ndio maana mnaona leo ilikuwa mwisho wa kuchukua na kurudisha fomu, na mnaona kabisa katiba hii ambayo mimi nasema ni batili kuanzia mwanzo kwenye ama marekebisho ya ibara ya 37 ibara ndogo ya 3, ndio hii inakwenda kusimamia uchaguzi. Kwa ndio maana mimi nikaona sasa ni muda sahihi. Hakuna chombo kingine chochote ambacho kinaweza kachukua maamuzi mengine kama mtu hajalalamika. Na malalamiko haya yameshajulikana, hakuna chombo kingine chochote ambacho kinaweza kachukua zaidi ya msajili na baraza la michezo. Baraza la michezo kwa mujibu wa kanuni za usajili wa vyama vya michezo ndicho chombo chenye dhamana. Lakini pia kwa mujibu wa hizo kanuni za usajili wa vyama vya michezo, Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana ya utamaduni, sanaa na michezo ametajwa pale chini ya ibara ya 11 ibara ndogo ya 3 inasema kwamba waziri ana uwezo wa kuelekeza vinginevyo endapo mabadiliko ya ibara za katiba inayoongoza na kusimamia shirikisho la mpira wa miguu yanakinzana na kanuni. Kwa waziri ni mtu ambaye ametajwa. Kwa tunalo BMT, Baraza la Michezo la Taifa, kupitia nani? Tuna watu wawili pale. Tuna katibu, halafu tuna msajili. Halafu tuna waziri mwenye dhamana. Waziri mwenye dhamana amepewa mamlaka. Ndio maana barua yangu mimi ya malalamiko nimeielekeza kwa waziri mwenye dhamana, kwa sababu yeye ndiye msimamizi mkuu kiwizara kuhusiana na masuala ya michezo. Alafu nakala nikaipeleka sasa BMT kwa msajili wa vyama vya michezo na katibu. Kwa mtu sahihi ambaye pia waziri naye kwenye masuala ya sheria ameiva. Manake waziri wa utamaduni, sanaa na michezo lazima awe guru, awe nguli kweli kweli, na wote tunamfahamu ni Profesa Palamagamba Aidan Mwaluko Kabudi, miongoni mwa manguli sana wa sheria kwenye nchi. Sasa meza ya mahakama ya michezo ama sport court tukabidi tugonge hodi kwenye ofisi ya msajili baada ya kusikia kile ambacho umekipeleka nako. Tukapokelewa uzuri kabisa na wakili Abel Ngilangwa akisema amepokea wakili msomi Abel Ngilangwa. Labda niseme kwamba hajafikisha huku sisi tumepewa nakara. Haya malalamiko yake nafikiri ameyaelekeza kwa waziri mwenye dhamana, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo. Alafu hiyo barua sisi tumepewa tu kama nakara. Malalamiko yake ameyalenga wapi hasa? Of course kiujumla tu amezungumzia mambo ya katiba ya TFF. Hiyo ndio amejielekeza huko. Kwa hiyo ndio maana na sisi kama baraza
kwa kuwa barua imeelekezwa kwa mheshimiwa waziri, na sisi tumepokea nakala. Of course naamini litafanyiwa kazi ofisi, alafu tapewa maelekezo na sisi tuone namna ya kunani. Na kwa mujibu wa ofisi yenu kuna mapungufu yoyote kwenye katiba ya TFF? Sasa siwezi kulisemea hapa kwa sasa kwa sababu ni jambo ambalo limefika, na sisi kama ofisi inamaanisha baada ya kupokea hiyo nakala ya hiyo barua ambayo ndio inalalamikia katiba, na sisi sasa ndio kama ofisi tunalifanyia kazi sasa kuanza kuipitia hiyo katiba tena na tuone yale malalamiko yameegemea upande gani, ili na sisi sasa tuweze kutoa tu tutakapokuwa tumeomba ushauri au waziri ametoa maelekezo tayari, na sisi tunakuwa tumeelewa malalamiko haya yana msingi gani. Sawa, nimekuuliza kuhusiana na nyie mnaona kama kuna mapungufu kwa sababu nyie ndio wasajili ama ndio ofisi ya msajili. Kwa hiyo hamjabaini mapungufu mpaka hivi sasa, ama kwa namna ambavyo mpaka imepitishwa kwenu haina shida? Labda kiongozi nikwambie, barua hiyo nakara imefika jioni ya leo. Kwa hiyo kulikuwa kuna majukumu mengine, kwa hiyo hata saizi sina nafasi ya kusema sasa kile kilichokuwa kimeandikwa nikipitie, ende tukapitie na katiba tuone kile kilichozungumzwa, tulinganishe na hivyo vitu vilivyokuwa vinalalamikiwa. Kwa hiyo kwa saizi siwezi kutoa jibu, ila nakiri tu kwamba barua imefanya nini, nakara ya barua ya malalamiko hayo imetufikia kama baraza la michezo. Kisheria kuna muda maalum wa kuleta malalamiko ama wako sahihi kuleta malalamiko kipindi hiki cha uchaguzi? Sasa malalamiko hayana muda. Kwa sababu huyo aliyoleta sasa sijajua kama na yeye ni mgombea amechukua fomu au ni mdau. Kwa hiyo kama ni mdau, muda wote unaweza ukasema kwamba naona kwamba kuna jambo hili na hili na hili. Kwa hiyo halina muda, malalamiko yanakuwaga hamna muda. Yote anaweza kaleta kwa wakati wote. Ndio, malalamiko hayana muda, na ndipo linazaliwa swali langu, kwa nini kipindi hiki? Asante sana ndugu yangu. Ni kweli kama alivyoeleza mwanasheria msomi mwenzangu wa ofisi ya msajili wa vyama vya michezo kwamba hizi kanuni kuanzia katiba, sera za michezo na kanuni zote kwa ujumla wake, hakuna kipengele chochote kinachoweka ukomo wa kupeleka malalamiko. Kwa hivi maana yake kama hakuna kipengele kinachotoa ukomo wa kupeleka malalamiko, manake mtu ana uwezo wa kupeleka malalamiko muda wote. Kwa mimi nimetambua mabadiliko toka mwaka 2019 kama yalivyokuwa yamefanywa, lakini sikubanwa wala sikufungwa